Kwa majina naitwa Festo Leonard, ni mtaalamu wa maabara kutoka hospitali ya Platinum, na nipenda kukaribisha katika maadhimisho ya wiki ya wataalamu wa maabara ambayo inafanyika kitaifa lakini pia kidunia, ambayo imeanza tarehe 21 mpaka tarehe 27 mwezi huu wa 4, ambao huwa inafanyika kila mwaka duniani kote, lakini kwa hapa Tanzania ambao tunaanza tarehe 21 mpaka tarehe 27. Kwa hiyo wataalamu wa maabara mbalimbali kutoka katika mikoa tofauti hapa Tanzania wanasherehekea na kuadhimisha wiki hili la wataalamu wa maabara. Na sisi kama hospitali ya Platinum, wataalamu wa maabara kutoka hospitali yetu, tunaadhimisha wiki hii tukishirikiana pamoja na serikali, tukiadhimisha wiki hii ya wataalamu wa maabara kwa kauli mbiu inayosema utambuzi sahihi wa vipimo kwa matibabu ya wagonjwa. Utambuzi sahihi wa vipimo kwa matibabu bora ya wagonjwa. Kwa hiyo karibuni sana katika wiki hii ambayo imeshaanza tarehe 21 mwezi huu wa 4, ambayo inaenda mpaka tarehe 27. Na kwa sisi Platinum Medical Care, kwa wiki hii ya maadhimisho ya wiki ya wataalamu wa maabara, tuna zoezi la uchangiaji wa damu ambalo limeshaanza actually kwa tarehe 21 na linaenda mpaka mwisho tarehe 27. Kwa hiyo karibuni sana wote katika zoezi hili la kuchangia damu kwa hiari kabisa, wala sio lazima. Na katika zoezi hili kuna vigezo ambavyo kimsingi mtu anatakiwa uzitambue, ambavyo vigezo hivyo viko vingi, lakini kwa ufupi nitaelezea vichache. Ambapo cha kwanza ni miaka, lazima mtu utimize miaka 18 kutokana na mwongozo wa serikali unavyosema, mpaka miaka 60 ya kuchangia damu. Lakini pia tunapima uzito, ambapo mtu inatakiwa uwe na uzito kuanzia kilo 50 na kuendelea. Hata ukiwa na kilo 80, 90 ni sawa. Lakini pia kuna baadhi ya magonjwa ambayo wewe yatakufanya mtu usiweze kuchangia damu. Kama kuna watu wana magonjwa baadhi sugu, au unakuta baadhi ya wagonjwa ambao wenyewe pia wapo katika uhitaji wa kuongezewa damu. Kwa mfano, kuna mtu labda ana pressure kidogo, inaweza ikamtoa katika vigezo vya kuchangia damu. Lakini pia watu wenye sukari ambao pia katika matibabu. Lakini pia ukiacha katika hilo kundi, kuna watu wana magonjwa ya moyo, kuna watu wana magonjwa ya figo. Lakini pia kuna watu ambao unakuta ana magonjwa kama ni mtu anasumbuliwa na sickle cell anemia, lakini pia na magonjwa tofauti ambao kimsingi yeye kama yeye mwenyewe hatakiwi kuwepo katika hilo kundi la kuchangia damu. Lakini pia kuna mama mjamzito ambaye pia kimsingi ni mhitaji pia kuongezewa damu. Kwa hiyo ukitoa katika hilo kundi, wale wengine ambao mbakia, kuna mtu tu unajisikia kwamba una afya njema, umepita hivyo vigezo vya kilo, lakini pia miaka inakuruhusu, basi unaruhusiwa kuchangia damu. Kwa hiyo karibu sana, watu tusiogope, na kwa sababu kuna faida nyingi sana za kuchangia damu. Kimsingi watu wengi wamekuwa wanaogopa kwamba unajua kuchangia damu kuna changamoto nyingi ambazo mtu unaweza kuzipata. Vitu kama tumekuwa tumesikia kipindi cha nyuma kwamba mtu kusikia bwana kuchangia damu ni tatizo kweli. Yani kuna mtu fulani labda kuchangia damu akapata labda hali fulani ya kuzimia, maybe mwingine bwana alichangia damu sijui akafanyeje. Of course vitu ambavyo vinaongelewa na watu wengi, ambao vimepelekea watu wengi kuwa waoga au wakiwa wanapata hofu wakisikia kwamba kuna issue ya nini ya kuchangia damu. Lakini leo hii tumeona mashuleni na sehemu mbalimbali watu wanachangia damu. Kwa sababu gani? Kutokana na ule msukumo wa ndani kabisa watu kuchangia damu, kwa sababu wampata pia elimu baada ya kuona kwamba vigezo vinamruhusu, basi akaamua kuwa katika hilo kundi la wachangiaji wa damu. Kwa hiyo karibu sana, usiogope kabisa. Kuchangia damu ni zoezi ambalo ni rahisi sana na very simple. Kwa hiyo karibu sana mtu, usiogope. Kuna faida nyingi. Faida ya kwanza, kuna vipimo ambavyo vinapimwa ukishachangia damu, ambao vipimo hivyo ni yale magonjwa yanayoambukizwa kupitia njia ya zinaa, ambao ndio kwa asilimia kubwa. Lakini pia unapata faida ya kupima kundi la damu, ambao katika magonjwa ambayo yanaambukizwa kupitia njia ya zinaa tunapima ukimwi kwa maana ya HIV. Lakini pia unapata faida pia ya kupima magonjwa ya homa ya ini kama vile hepatitis B na C. Lakini pia tunapima kaswende kwa maana ya syphilis. Lakini pia tunapima hilo kundi la damu pamoja na rhesus factor. Watu wengi wamekuwa hawatambui makundi yao ya damu. Mtu ukimuuliza wewe ni kundi gani la damu, anakuambia mimi sijui. Na unakuta labda mtu hapo ana miaka 18 na kuendelea. Kwa nini? Hajawahi kupima. Lakini ukichangia damu unapata faida kubwa sana ya kuweza kujua hivyo vitu vyote, ambao kimsingi ukienda hospitalini kama hauna bima, maybe unaweza kupata pia kwa gharama hizo, ulipie fedha ndio ufanyaje upate huduma hiyo. Lakini ukichangia damu vitu kama hivyo unavipata kabisa kwa free, na majibu pia unayapata kuanzia wiki 2 ukichangia damu na kuendelea. Kwa hiyo ni wakaribishe sana, karibuni sana watu wote. Na pia ukichangia damu unausaidia pia mwili kuweza kuwa active, kwa sababu ukishatoa damu mwili unatuma taarifa kwamba damu pia ifanyaje, endelee kuzalisha. Kwa hiyo mwili wako utaendelea kuwa vizuri
zaidi na zaidi na zaidi. Lakini pia faida nyingine ya kuweza kuchangia damu, unapata pia kadi sababu umechangia damu kwa hiari. Kwa hiyo unapata kadi ya mchangiaji wa damu kama hakuweza kuwa nayo, au kama ulikuwa nayo basi endelea kupata taarifa kwamba wewe ni mchangiaji wa kudumu. Kama ikija kutokea ukawa siku unahitaji damu, basi inakusaidia kupitia ile kadi ambayo kwamba kuna siku moja uchangia damu, basi kama sehemu hiyo kuna upatikanaji huo wa damu, basi watakupatia. Au kama kuna ndugu yako ambaye amepata changamoto hiyo kwamba inatakiwa aongezewe damu, basi huyo mtu ataongezewa damu kwa urahisi kwa sababu ulishakuwa mchangiaji wa nini? Mchangiaji wa damu. Kwa hiyo watu tunawakaribisha, karibuni sana katika zoezi hili kuanzia tarehe 21 mpaka tarehe 27, na ukipata taarifa hii basi mtaarifu na mwenzio. Karibu sana Hospitali Platinum, zoezi linaendelea masaa 24 siku zote 7 za wiki. Na hata ukipita kule nje utaona matangazo mbalimbali. Hata kama kabla hujafika huko unaona tu pale kwamba zoezi la uchangiaji damu linaendelea hapa, na baadhi ya vigezo vinakuwa vimeshaandikwa. Kwa wewe inakuwa lazima tunasema kwamba okay, naweza nikachangia ama la. Kwa hiyo karibuni sana, wote tunakaribisha. Changia damu, okoa maisha. Sababu ukichangia damu kuna baadhi ya watu pia wanaokolewa. Tunajua kuna watu wanapata ajali huko, kuna mama wajawazito wanajifungua, wanapoteza damu nyingi sana. Kwa hiyo lakini pia kuna wengine wanafanya upasuaji mbalimbali. Kwa hiyo karibuni sana, changia damu, okoa maisha.